Matumizi ya sayansi ya mabadiliko ya tabia imeelezwa kuwa ni nyenzo muhimu katika kuimarisha matumizi ya huduma za uzazi wa mpango, kwa kuwa husaidia kubaini sababu zinazochangia maamuzi ya watu kuhusu afya na kuwezesha kubaini afua zinazojibu mahitaji halisi ya jamii. Akizungumza wakati wa mafunzo ya sayansi ya mabadiliko ya tabia kwa uratibu wa elimu na hamasa ya afya kwa umma, afya ya uzazi, mama na mtoto, halmashauri mkoa na vituo vya kutolea huduma za afya mkoani Kigoma, mganga mkuu wa mkoa Dr. Damas Kayera amesema watu huwa tumefanya kazi kwa muda mrefu sana. Huenda wengi mmekaa katika lakini huenda unapofanya kazi yako unafikiria unafanya vizuri, lakini kumbe ukipata maarifa zaidi unaweza ukaweza kufanya kazi yako ikaleta matokeo makubwa zaidi kwa muda mchache au kwa gharama nyingine chache zaidi, kwa sababu tu umetumia sayansi sahihi. Na ndio maana WHO anatusisitiza kwamba sasa tukatumie sayansi ya mabadiliko ya tabia kuweza kushirikiana na wananchi waweze kuzitumia huduma zetu, kwa lengo la kwamba wananchi wale wakipata zile huduma bora za afya, huduma za uzazi wa mpango, watakuwa na afya bora. Mratibu wa mafunzo hayo Bwana Simon Nzilibili kutoka Wizara ya Afya amesema mafunzo hayo yana mchango mkubwa katika kuhakikisha huduma za uzazi wa mpango zinakuwa bora zaidi kwa kuongeza hamasa. Tupo mkoani Kigoma kwa ajili ya mafunzo wezeshi kwa wasimamizi wa huduma za afya ngazi ya mkoa, halmashauri na kwenye vituo, na hususan hapa tunaongelea waratibu wa huduma za elimu na hamasa ya afya pamoja na waratibu wa huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto mkoa wa Kigoma pamoja na halmashauri zake zote 8. Lakini pia mafunzo haya pia yanajumuisha wasimamizi wa huduma hizi za afya ya uzazi, mama na mtoto ndani ya vituo vya huduma za afya, na hususan hapa tulionao ni wale wanaotoka kwenye hospitali za halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma. Lakini sambamba na hao tunao pia wasimamizi katika vituo vya afya na zahanati chache walau kwa uwakilishi ndani ya manispaa hii ya Kigoma. Na lengo hasa la kuwepo hapa na kuwa na hawa wasimamizi wa huduma hizi ngazi ya mkoa, halmashauri na vituo ni kuweza kuwajengea uwezo, kama nilivyosema mwanzo, kuendeshea mafunzo ya kuwajengea uwezo wa uhamasishaji wa huduma za uzazi wa mpango na huduma za afya ya uzazi kwa ujumla wake. Na tunafanya mafunzo haya ikiwa ni mwendelezo wa uboreshaji wa huduma za hamasa na elimu ya afya na mabadiliko ya tabia kwa watoa huduma wenyewe, kwa sababu kuna vitu ambavyo muda mwingine vinaweza vikawa ni vyetu kama watoa huduma kutokana na misingi ile ya mafunzo, misingi ya kijamii, namna tulivyolelewa, kila mmoja anakuwa na mwelekeo wake. Naitwa Jerry Mlembwa kutoka Shirika la Afya Duniani kwenye kitengo cha elimu ya afya kwa umma wakati wa magonjwa ya mlipuko na dharura. Tumekuwa tukifanya kazi na Wizara ya Afya kwenye mambo mengi sana, lakini katika hili hasa tumewezesha wizara kupitia mpango wa afya ya mama kwa mtoto, hasa kwenye family planning, mafunzo ya sayansi ya mabadiliko ya tabia. Na haya mafunzo yamekuja ili kuweza kuisaidia Wizara ya Afya, lakini pia na wadau wake hasa mikoa na hasa mkoa wa Kigoma, wale waratibu wa mama na mtoto pamoja na elimu ya afya kwa umma, ili kuweza kuwapa mbinu ambazo zitawawezesha kutengeneza mikakati ambayo itakwenda kutatua changamoto ambazo jamii yetu inakutana nazo katika kupata huduma ya njia za mpango au uzazi wa mpango. Naitwa Benedetta Peter na ninaratibu huduma za afya ya uzazi na mtoto kwa mkoa wetu wa Kigoma. Nipende kutoa shukrani zangu za dhati sana kwa Wizara ya Afya ikiambatana na wadau wa WHO kwa kuona umuhimu wa kutuletea mafunzo haya yanayolenga kuboresha huduma za afya ya uzazi na mtoto, hususan katika afua ya matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Tunapata mafunzo haya kwa muda wa siku 3 ambayo yatatufanya sisi watoa huduma tuweze kuona ni namna gani
tutakapokwenda kuboresha huduma za utoaji wa huduma za afya ya uzazi, hususan katika huduma za uzazi wa mpango, kwa kuzingatia mabadiliko ya tabia za kisayansi, ili kuweza kuwafanya wananchi waweze kupata mabadiliko na kuweza kujua mbinu sahihi za kuweza kutumia njia za uzazi wa mpango, na hatimaye tuanze kuongeza wigo kwa wananchi ambao wanatumia njia hizo za uzazi wa mpango. Naitwa Eric Ernest, ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma kutoka wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Zile lengo haswa la kuweza jamii kuweza kuelewa kuhusiana na masuala haya ya uzazi wa mpango. Kutoka mkoani Kigoma, ni Mifosini Gim Garafoni, Wizara ya Afya, Idara ya Kinga, Elimu ya Afya.